Basi leo ni siku nyingine tena ambayo Mungu ametusaidia kukusanyika kama familia katika ibada yetu ya jioni, na sitachukua muda mrefu sana. Nitawapa tu kisa kimoja wapo cha Yusufu kama ambavyo tumesoma katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 39. Nilikuwa nasema kwamba huyu Yusufu alikuwa ni mmoja ya watoto ambao walikuwa katika familia ambapo walikuwa wengi. Walikuwa watoto walikuwa zaidi ya 10 waliozaliwa katika hiyo familia. Lakini huyu Yusufu yeye alikuwa Mungu anamuonesha ndoto anapokuwa amelala, na alikuwa akimpa ndoto ama maono ya mambo yatakayotokea hapo baadaye, na alikuwa ni mwaminifu. Yeye alikuwa anafikiri kwamba anapokuwa anaonyeshwa ndoto zile, kwa sababu ya utoto, alikuwa anawashirikisha ndugu zake. Kwa hiyo mara ya kwanza aliota ndoto akisema kwamba ameona kwamba walikuwa shambani wakivuna ngano, na baadaye akaona miganda yote imeinama na mganda mmoja umesimama. Lakini tafsiri ya ile ndoto ilikuwa ni kwamba aliona kwamba katika watoto ambao wamezaliwa katika ile familia ni kama yeye ndiye baadaye atakuja kufanikiwa, wale wengine watakuwa hawajafanikiwa, na yeye atainuka kuwa kiongozi katika familia yao. Inaweza ikawa na tafsiri kwamba yeye peke yake ndo atafanikiwa katika maisha kuliko ndugu zake wote, ama yeye atakuwa kiongozi mkubwa na wengine watasikiliza orders, watasikiliza commands zitakazokuwa zinatoka kwake. Kwa sasa alivyokuwa anaota zile ndoto kuhusiana na jinsi itakavyokuwa hapo baadaye, ndugu zake waliingiwa na hofu na wivu kwamba ina maana Yusufu atakuja kututawala? Mbona kama ndoto zake nyingi anazoziota zinaonesha kama yeye atakuja kuwa mtu mkuu baadaye? Ile hali ya wivu ikawaingia ndugu zake, kaka zake, wakaona kwamba huyu dogo ni mdogo kwanza, alafu anatuambia eti sisi na maana tutakuja kumwangukia huyu. Kumbe ni kama vile Mungu alikuwa anamuandaa kujua kuhusu hatima yake baadaye. Na kweli katika ndoto zote ambazo Yusufu aliziota, zote zilitimia. Kwa hiyo huyu Yusufu akawa amejengewa chuki na ndugu zake. Ndugu zake wakamuona kama vile atakuja kuwa mtu mkubwa, kwa hiyo wakawa wamesema kwamba bwana, huyu dogo anatusumbua, kwa hiyo bora kama vipi tumuue. Mmoja akasema kuliko kumuua ndugu yetu ni aheri tumpeleke tukamtupe shimoni. Kule shimoni Wasamaria wema watakao muokoa watajua mwenyewe watampeleka wapi. Mwingine ndugu yake mmoja hapo anaitwa Ruben akasema jamani, tusifanye hayo yote kuliko hii dhambi ya damu ya ndugu yetu ilie mikononi iwe juu yetu, kuliko kumuua si bora tukamuuza akaenda utumwani. Kwa hiyo basi wakawa wamemuuza Yusufu kwa watu waliokuwa wafanyabiashara wamekuja kununua watu. Zamani kulikuwa na biashara ya kuuza na kununua watu. Yaani kwa mfano kama sisi hapa tumeona mtu anatusumbua, kuliko tumuue, basi tunasema bwana, sisi tunamuuza mmoja wenu hapa aende huko akafanye kazi akawe mtumwa. Zamani au sasa waliokuwa wanauzwa hao walikuwa waenda kukua wajakazi katika nyumba za watu. Yaani ukiuzwa ina maana umekuwa mtumwa. Kwa hiyo akasema kwamba Ruben akatoa option, akasema kwamba kuliko tumuue ndugu yetu ni bora tufanyeje? Tumuuze. Kumbe kuuzwa kwa Yusufu ilikuwa ni njia ya yeye kwenda kwenye hatima nyingine. Kweli bwana, kwa sababu Yusufu alikuwa ni kijana mtaratibu, kijana wa haki, mchapakazi, ila ni wivu tu wa ndugu zake. Kama ninyi hapa mko 5, atokee mmoja wenu aliye mdogo awe na maisha mazuri kuliko nyinyi wengine. Kama hamtaweza kuidhibiti roho ya wivu, mtamchukia ndugu yenu.
kumbe mlipaswa kumpenda. Na ndivyo ilivyo hata katika familia zetu sasa hivi. Aliyefanikiwa miongoni mwa wanandugu wanamchukia na kumuona kama anajisikia. Kumbe wangelimpenda na wangekubali tu kwamba okay, na sisi hivi ndivyo Mungu ambavyo yeye amemruzuku ndugu yetu. Kwa hiyo yale mambo yanayohusu yeye kutusaidia atamaliza. Ndugu yenu amefanikiwa kuwa waziri mkuu, ndugu yenu amefanikiwa kuwa rais, ndugu yenu amefanikiwa kuwa bilionea, basi mnapaswa kwenda kwake na mumpende na mjisikie fahari, huyu ni ndugu yetu. Lakini kumbe roho ya kisokolopinyo ilikuwepo toka enzi za mababu zetu, yani kabla hata Yesu ajaje. Watu roho mbaya walikuwa nazo, watu wivu walikuwa nao. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba hakuna kipya chini ya jua. Ukiona unachukiwa na una kitu hiyo ni hali ya kawaida, yani utachukiwa tu. Hakuna tajiri anayependwa na watu wote, hata ndugu zao wanawachukiaga. Basi Yusufu akauzwa. Alivyouzwa Yusufu akauzwa kwa huyo mtu wa hilo kabila hilo, huyo mtu anaitwa nani? Muishmaeli. Aliuzwa kwa Muishmaeli. Basi yule Muishmaeli na yeye pia akaja akamuuza Yusufu kwa mkuu wa majeshi ya Misri aliyekuwa anaitwa nani? Potifa. Yule Potifa alikuwa ndio kama mkuu wa majeshi ya Misri. Alikuwa anatafuta kijana wa kazi, akamuona huyu kijana ni mzuri, akamnunua kutoka kwa huyu Muishmaeli. Kweli alivyomnunua yule kijana, akampeleka nyumbani kwake kama mfanyakazi. Lakini Yusufu alipofika katika ile nyumba, mambo yalibadilika. Yani kwa sababu yule ilikuwa ni mtoto wa Mungu, Mungu alikuwa ameweka vitu juu yake, akafanyika baraka katika ile familia. Kila mambo ya yule mwenye nyumba, kila anachogusa kinafanyaje? Kinafanikiwa. Kama ni mifugo ilikuwa 10, imekuwa 20. Kama alikuwa anavuna mapato magunia labda 20, anavuna mara 2. Yani kila alichokuwa kikigusa, kwa sababu tu Yusufu yuko katika ile nyumba, Mungu alimbarikia. Hivyo Mungu akafungua kibali cha Yusufu kukubalika kwa bosi wake. Yule mkuu wa majeshi alikuwa ni mwanaume anaitwa Potifa, na alikuwa na mke wake. Yule mkuu wa majeshi akamwambia Yusufu, na kukabidhi vitu vyote nilivyo navyo vyote, na viweka chini ya custodianship yako. Wewe ndio utakuwa mkuu. Mimi nitakachokuwa naweza tu hapa kukimiliki ni chakula ninachotengewa mezani. Lakini katika vitu vyote usivimiliki vitu vyote, usimiliki vyote isipokuwa mke wangu. Miliki vyote isipokuwa mke wangu. Mke wangu muheshimu, mpende, mjali, lakini yani usije ukafikia hatua mpaka na mke wangu naye pia ukafanyaje? Ukamchukua. Na yule kijana alikuwa ni mtiifu, amefunzwa kwao, lakini pia kikubwa alikuwa na hofu ya Mungu. Akasema, bosi ameniruhusu vitu vyote nitumie isipokuwa mke wake. Ni kama kule kwenye bustani ya Edeni, Mungu alisema kwamba unaweza kula miti ya matunda yote isipokuwa mti wa katikati, usifanyaje? Usile. Sasa tofauti na kwamba yani katika hali ya kibinadamu, kile unachokatazwa wengi ndio huwa wanatamani kujaribu. Kwa nini nimefanyaje? Nimekatazwa. Ninaweza nikawaambia hivi watoto wote, ingieni vyumba vyote katika hii nyumba, ila chumba hiki msiingie. Mmoja wenu hapa atasemaje? Kwa nini baba atuzuie kuingia kwenye chumba? Kuna nini?